lakini baada ya kulala chumvi ya upako sawa sawa na neno la kinabii, ghafla amepokea uponyaji. Jina lako naitwa nani? Nicholas. Tueleze Nicholas. Ninaona mtumishi ameshika fimbo ambayo alikuwa anatumia kutembelea. Tueleze ulikuwa unasumbuliwa na shida gani? Mguu. Kwa muda gani hiyo shida imekaa kwako? Kuanzia mwaka jana mwezi wa 8. Tueleze ilianzaje hiyo shida? Yaani nilikuwa najisikia kama mimi kidogo hapo ndo nikazini. Kwa hiyo ukajikuta uwezi kutembea pasipo hii fimbo. Ndugu mtazamaji ambaye unatutazama, kama unavyoweza kuona mtu huyu tangu mwaka jana mwezi wa 8 hakuweza kutembea kwa miguu yake mwenyewe na alikuwa akitumia fimbo hii ambayo unaiona. Lakini leo baada ya mtumishi wa Mungu kumpa chumvi ya upako, alipoilamba ile chumvi, ghafla uponyaji umeingia ndani yake. Unajisikiaje sasa baada ya kuanza kutembea mwenyewe? Nisikia vizuri. Unawaeleza nini watu ambao wako nyumbani pengine wana wagonjwa nao hawawezi kutembea au wana mateso mbalimbali? Unawaambia nini kuhusu uponyaji wa kiungu? Nasema Mungu kwa nimewaambia. Amina, Mungu akubariki sana. Umekuja peke yako? Baba. Umekuja peke yako? Nimekuja na bibi huyo. Ndio bibi, tupe maelezo kidogo. Ninaona kijana ambaye alikuwa hawezi sasa anaweza kutembea. Hiyo shida ilianzaje? Alianza kwa hiyo alilala baada ya kuamka. Akasema ndugu yangu naanza mguu ikaanza kuvimba. Ikavimba miguu, ikavimba, ikaanza kunanipeleka huko mjini Kele. Tukanalima dawa, kumpa madawa, akasema ule ugonjwa ule wa kuvimba huo sisi hatuoni. Sasa televisheni mwingine huo alioumwa ule wa nini nyama yale inauma kule ndani imeisha. Nikaanza ule ugonjwa, nikaona kumenishinda, ndio nikaanza tena maombi hapa. Kwa hiyo unataka utuambie kabla ya kufika hapa kuna mahali pengi ambapo umekwenda kwa ajili ya utatuzi wa shida ya miguu wako? Alienda. Unajisikiaje leo umefika hapa unaleta na ghafla baada ya